Nimejitahidi kugusa baadhi ya maeneo yale ambayo yameguswa na waheshimiwa wabunge wengi, lakini nizungumzie hili la maslahi ya watumishi na hasa kwa mguso mkubwa wa maslahi ya walimu na motisha kwa walimu. Ni kweli kwamba walimu wana majukumu makubwa. Ni kweli kama ilivyosemwa hapa kwamba walimu wanafanya kazi mpaka muda ambao ni wa ziada. Na ni kweli kwamba walimu katika nchi yetu tumewadogosha. Nadhani serikali tumesikia. Serikali imesikia, tutatafakari, na ndiyo maana sera sasa ya elimu na walimu katika nchi yetu imeboreshwa ili kuhakikisha kwamba tunapata walimu bora na walimu wazuri. Huko nyuma kidogo walimu walikuwa wanachukuliwa walimu wale wa division 1 na 2 ukuti mtu akiwa mwalimu. Ifike mahali sasa wa division 1 na 2 ndio wanaotakiwa kusomea walimu. Sasa tukizungumzia masuala ya maslahi hakutakuwa na hiyo dharau iliyokuwepo au mindset iliyokuwepo. Kwa hiyo nilikuwa naongea na Profesa Mkenda na yeye maoni yake ni hayo, na nadhani akatoa bajeti yake ataizungumza hii vizuri. Lakini nikubaliane kwamba swala la walimu kuwa na maslahi yasiyotosheleza na wengine kufanya kazi kwenye mazingira magumu bila kuangalia posho za ziada au motisha limekuwa likisemwa kwa muda mrefu, na kama serikali tumelisikia na tunalichukua. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilivyosema, yaliyosemwa ni mengi, lakini nimejaribu kugusa yale ya jumla, lakini yako yale makususi ambayo yamezungumzwa. Liko moja lilisemwa na Mheshimiwa Jafet Hasunga kwamba upandishwaji, amezungumza mambo mengi, lakini niliguse hili moja la upandishwaji wa vyeo. Kimsingi mpaka sasa upandishwaji wa vyeo sio automatic, unatokana na performance ya mtumishi husika. Tulikuwa huko nyuma na OPRAS na sasa tuna PEPMIS ambaye inapima utendaji kazi wa mtumishi husika kwa siku, kwa wiki, kwa mwezi, kwa mwaka. Na upimaji huu umetusaidia sana kwa sababu hausemi uongo. Majukumu yameainishwa na anaripoti kwa siku. Kwa hiyo kama ni mtoro, kama alikuwa anarandaranda, itaonesha kwamba huyu hakufanya majukumu yake ipasavyo. Na mfumo huu unatupa matokeo in real time na umekuwa msaada mkubwa na umeboresha sana utendaji. Lakini binadamu hawaaminiki. Wanaweza wakacheza nao. Lakini kimsingi mtu hapandi automatic, ni lazima awe amefanya kazi. Hali kadhalika umezungumzia utendaji wa kitaasisi kutimiza malengo. Mfumo wake unaitwa PEPMIS ambao unapima utendaji wa taasisi ili uweze kugraduate kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, na wenyewe umekuwa na msaada mkubwa sana. Sasa ilizungumzwa jambo hapa linalohusiana na Secretariat ya Ajira na majukumu yake kwa mujibu wa sheria na vibali vinavyotolewa na Katibu Mkuu Tumishi kwa taasisi na baadhi ya mashirika kufanya usahili yenyewe. Kwanza sheria inaruhusu hilo kufanyika. Katibu Mkuu Utumishi anaweza akaruhusu taasisi ikafanya usahili wa watu kwa sababu makususi. Lakini pili, liko sharti kwamba pamoja na kibali hicho bado Secretariat ya Ajira itapaswa kuweka macho yake pale kuangalia kama taratibu zote kwa mujibu wa sheria ya utumishi wa umma zimezingatiwa. Kwa hiyo ajira zifanyike na taasisi yoyote ile, bado jicho la Secretariat litakuwepo. Na hapa imezungumziwa jambo usahili ambao unaendelea sasa wa TRA ambao bado kimsingi haujafika mwisho na umekuwa na maelezo mengi. Nataka niseme waheshimiwa wabunge, maoni yenu, mawazo yenu, na kwa sababu pia na kamati imelisema hili na waheshimiwa wabunge kwa idadi kubwa mmelisema, tumeyasikia. Tutakwenda kushauriana ndani ya serikali ili tuweze kuona kama kuna mambo hayako sawa, basi tuweze kuweka sawa ili manunguniko haya yaweze kupungua.
Eneo jingine ambalo lilisemwa na waheshimiwa wabunge ni lile la uhamisho wa watumishi. Uhamisho wa watumishi kama nilivyosema ni jambo gumu kulitekeleza, na tunaendelea kulitekeleza kidogo kidogo, lakini tunaogopa kuleta tikisiko hivi wa utumishi wa umma. Lakini tunafahamu kwamba tuliwaahidi hapa katika bunge lililopita kwamba tutafanya msawazo. Katika huo msawazo tutajitahidi sana kubalansi, sio wale watakaohama kufuata wenza wao au kwa mazingira mengine ya ugonjwa, kwa sababu watumishi wa umma jamani ni binadamu. Yaani huwezi kumwambia binadamu utakaa hapa, nimekuambia utakaa hapa, nakwambia tija yake utaiona na kazi hiyo hatafanya. Hasa kama unamzungumzia mwalimu anayepaswa kwenda kufundisha, halafu ana mke wake yuko sijui wapi au mume wake yuko mbali. Kimsingi ataingia pale darasani, anachofundisha haelewi na anaowafundisha hawaelewi, kwa sababu ana kazia zinazomkabili. Kwa hiyo sisi tunathamini mchango wa watumishi wa umma. Tunaamini hatuna watumishi wa umma wanaotosha, na tunajua mamlaka zingine, hasa mamlaka za mtaa, zinachukia sana kuhamisha watumishi, lakini ni ubunifu tu wa maafisa utumishi na mamlaka na waajiri kuhakikisha kwamba tunapowapelekea waajiriwa wapya basi wana place katika maeneo yale ambako watumishi wale wametoka. Lakini kama itakuwa ni jambo gumu, na sisi tunapochukua hatua hii tutajitahidi sana kuhakikisha kwamba tunaifanya kwa kuangalia na kushauriana na waajiri, ili tusije tukaleta mtikisiko wa utendaji kazi katika maeneo husika. Lakini jambo hili kwa kweli watumishi wamelifurahia, ila busara na hekima ni vizuri ikatumika na waajiri kuhakikisha kwamba wanatoa ruhusa kwa watumishi ambao wana changamoto za kweli. Yamezungumzwa maeneo mengine ambayo yameguswa na watumishi wengi, na hasa hili la Mheshimiwa Joelson Mpina. Amezungumzia mambo mengi, lakini niseme tu Mheshimiwa Mpina, yale masuala yote uliyoainisha, na bahati nzuri mchango wako umetupa kwa maandishi, tutayachukua na kwenda kuyafanyia kazi. Yako yanayohusiana na mifumo na tathmini ya mifumo yana maelezo yake, pengine kwenye hotuba unaweza kaa kuipata vizuri, lakini yana maelezo yake. Taasisi nyingi zimefanyiwa tathmini na zimeunganishwa na zinafanya kazi vizuri, na ile takwimu uliyosoma kwenye hotuba yetu pengine haikueleweka vizuri, lakini yana maelezo yake, tutakupatia. Na yote mifumo mingi imefanyiwa tathmini na inatusaidia sana katika kuboresha utendaji kazi. Mihuri ya wenye viti tutajaribu kushauriana na wenzetu wa TAMISEMI, kwa sababu ninakumbuka nilipokuwa waziri wa TAMISEMI ndipo hili lilitokea. Ilikuwa kidogo kuna misuse ya mihuri hii. Sasa kama imefika hatua kwamba ina kazi nyingine za msingi, basi tutajaribu kuangalia, lakini muhuri wa mtendaji wa kijiji au wa mtaa nadhani bado upo, ila kuna muhuri wa mwenyekiti. Kwa hiyo tutajaribu kuliangalia na lenyewe kwa uzito wake. Kwa hiyo haya yote Mheshimiwa Mpina tutayachukua na kuyafanyia kazi, ikiwemo lile la taarifa ya tume ya Mheshimiwa Rais ya masuala ya kodi. Haya yote ni mambo yanayoendelea kufanyiwa kazi, yote tunayachukua. Mheshimiwa waheshimiwa wabunge walizungumzia issue ya kugraduate kwa wale ambao walikuwa wanasaidiwa na TASAF. Naibu waziri amelizungumzia, hivi sasa limezungumzwa na wabunge wengi. Niseme tu katika kupata msaada wa fedha kuna pia matumizi yasiyo sahihi ya fedha kwa wanufaika, lakini wengi wao kwa kweli wamenufaika na imebadilisha maisha yao sana. Kwa hiyo kama kuna makosa kule kwenye halmashauri zetu, wako maafisa wa TASAF na tunaishi nao kule, waheshimiwa wabunge, tunajaribu kushirikiana nao katika kupeleka mawazo yetu, lakini pia kuonesha kama kuna upungufu basi mnaweza mkasote out kule. Na sisi kama huku kwa upande wa TASAF makao makuu wanajitahidi sana kutumia taarifa wanazopata kutoka halmashauri. Waheshimiwa wabunge, hoja zilizosemwa ni nyingi, lakini mimi niseme tu kama kuna sifa na pongezi ambazo mmezitoa
zimwendee Dr. Samia Suluhu Hassan. Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais Mwinyi, rais wa Zanzibar, wamekuwa ni manahodha makini sana katika kuendesha nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Ukienda katika miradi mingi inayofanyika mikubwa ambayo mingine imesimamiwa na Ikulu, na kwenye taarifa yetu mmeona, yote hiyo ni kielelezo kwamba pengine kama sio utashi, kama sio nyota ya Dr. Samia Suluhu Hassan, utekelezaji wake ungekuwa mgumu sana. Tunaye rais makini, mwenye maono, lakini mwenye bahati na uongozi wake. Nchi imetulia, nchi haiendeshwi kwa vurugu, lakini bado mambo makubwa yanatokea.